وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kama mwakumbuka mwanzoni wa hizi darasa nilizungumza kwamba mada tutaiweka katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni utangulizi. Utangulizi ulikuwa wazungumzia sababu za kutagua hii mada, umuhimu wa hii mada, nafasi ya maadili katika Qur'ani na katika kujenga jamii na kujenga mtu, ambao siku tatu takriban, kama sikukosea, za kwanza siku 3-4 tulikuwa tukizungumza mambo haya. Kisha sehemu ya pili nilisema ni misingi ya kinadharia kuhusu masala au suala zima la maadili, ambao ndani tumezungumzia kuhusu ni nini maana ya akhlaq kilugha na kiistilahi, chanzo cha uwajibu wa akhlaq, maadili na uhuru wa maamuzi, na mpaka kumaliza. Taban kuna misingi mingi nimepunguza, mingine nimejaribu kutagua ile muhimu. Kwa ufupi, mpaka jana tumemaliza hii sehemu ya pili, ambao ni kama misingi tu ya kinadharia. Kuanzia leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa taufiki na kuendelea kutupa uhai na uzima, inshallah mpaka tarehe 28, yani siku zilizobakia, ndio tutaingia sehemu ya tatu. Na hii sehemu ya tatu ndio muhimu katika hii mada, lakini ilikuwa hatuwezi kuiingia hii sehemu mpaka tuwe tumezifahamu hizi sehemu mbili. Kwa hivyo leo tutaweza kusema ni kama twazungua tanga katika safari, na tunataka kwenda moja kwa moja sasa katika misingi ya maadili iliyotajwa na Qur'ani. Ni misingi gani? Lakini tuanze wapi? Ambalo hili ni suala ameliuliza si mtu mmoja, wanazuoni kadhaa walioandika kuhusu mada hii, kwamba mtu kutaka kujibadilisha kimaadili, mtu binafsi au jamii, wana mageuzi, wataka kuona kwamba hii jamii yetu imeporomoka kimaadili, kwa hivyo tunataka tuibadilishe kimaadili. Suala linalowakabili la kwanza ni min aina nabda, kisha linafuatiliwa na suala lingine wa kaifa nabda, tutaanza wapi na tutaanza
vipi? Hili ni suala muhimu sana katika masala ya kimaadili. Niliwahi kuambia wiki iliyopita, kama makumbuka, kama vile fiqhi, na haya ni katika matatizo yaliyoko katika mifumo yetu ya kusomesha. Kama vile fiqhi, huwezi kujua tu kwamba wewe ni lazima muabudu Mwenyezi Mungu, kwa hivyo kila mtu atajiinukia afanye ibada atakavyo. Muhimu tu tuthibitishe kwamba ibada ni nini, ni lazima. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatukukomea hapo. Mwenyezi Mungu ametuetea mfumo kamili wa kumwabudu, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaubaini mfumo ule, na wanazuoni haukuwata simandia aya la saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hata namna ya kutawadha haikutosheka kuambiwa osha uso, osha mikono. Uso utauosha vipi? Mpaka mambo ya sunna na makuruhati hukuatiwa nafasi ya kuengeza, umewekewa mfumo. Ndio tuwaona leo, kwa vile ni mambo tumeyazoea, tuyafanya kila siku, tuyaona rahisi lakini wewe ukitaka kujua haya mambo si rahisi, hala mtu akwambia mara hii umepata mtu atakupeka haji utaona wewe miezi 2-3, kwa sababu haji huifanyi kila siku, na haji ni jambo rahisi ukilinganisha na swala. Swala ngumu zaidi kuliko milango yote ya fiqhi, lakini twaiona rahisi kwa sababu twaifanya kila siku. Ila haji ni mambo ya kufanya kwa muda kuisha, lakini kwa vile hatufanyi. Kwa hivyo upande wa maadili kuna mfumo kamili umezoelezwa na Qur'ani na sunna za hadithi za jinsi ya kutusafirisha sisi katika safari ya kujijenga kimaadili. Si kila mtu ainuke aifanyie atakavyo. Ingawa mfumo huu hauko wazi kwa watu. Leo utaona mtu ameketi, pengine alikuwa munharif, alikuwa mbali na Mwenyezi Mungu, alikuwa tabia zake mbovu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mwandia wa Swahili, akampiga ipi la tanabuhi, akaamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini utakuta challenge kubwa sasa pale ameamua kurudi, arudi vipi kwa Mwenyezi Mungu? Msione ni jambo rahisi. Nafsi ikiishi kwenye maasia, ruhu ikiishi kwenye maasia kwa muda mrefu, huwa kuna zitu zingi zimeharibika, za ndani, sio za nje, sio za kimwili. Zombo zingi zimechafuka, software ya kiroho ya mwanadamu huwa imecollapse. Sasa ukitokuwa na mwelekeo namna ya kuja kujisafisha, kwanza kutoa zile virus, kisha na kurudisha nguvu katika roho ile, hapa katikati utakosa mwelekeo. Na hili ndilo suala mara nyingi hatulijadili sisi. Sisi huona toba ni kitu rahisi. Si kitu rahisi. Na ndio nazungumza maneno haya, hili suala la tuanzisha hapa. Min aina nabda? Tuanze juzi katika kutoa misamiati, hata Ustadhi Suleiman hapa alinitanabahisha, baadaye sikurakibisha katika ile misamiati ya tazkia na nini na tahlia. Kuna moja la kujisafisha, kuna lingine la kujipamba. Mimi nilizipeka huku na huku kama shitai na saif
Wengine shitai ufasiriwa kaskazi, saifu ikafasiriwa kusi, wengine uzibadilisha huku wakazipeka huku, sio? Wewe wataka kurudi kwa Mwenyezi Mungu, je, utaanza kwa kufanya ama kwa kusafisha? Yani utaanza kwa kuepuka maovu mpaka uzoee, kisha ndio uingie kufanya mema, ama ukianza utaanza na kufanya mema? Umenifahamu vizuri sana. Pili, utaanza kama mahitaji yako wewe ama kumtaba mtu aliyoko safarini. Kuna watu washaanza safari kabla yako, amekata masafa mpaka amesikilia kwenye kufunga Hamisi na Jumatatu, mpaka mwenyewe hukhatimisha Qur'ani kila baada ya siku 10, mpaka yeye sijui hufanya kadhaa. Huyu hii safari atoka nayo mbali, pengine zaidi ya miaka 10. Wewe umeingia safarini leo, wataka kuanza safari ya kwenda kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaanza wapi? Utaanza kama huyu? Utaanza kwa kutaba ama utafanya kulingana na mujibu wa ulivyo wewe? Hapa ndipo mara nyingi tunapopotezana. Manielewa nafikiri jamani, ni mimi nagonga. Sasa suala la Sheikh Makarimu Shirazi na wengi katika wanazuoni wameuliza min aina nabda, baada tushajua hii misingi mikubwa ya kimaadili, mwanadamu ana uhuru wa maamuzi, mwanadamu chanzo cha uwajibikaji wa kimaadili kadha, yote haya. Sasa tuje kutekeleza, sasa tuate theory. Sasa tutaanza wapi? Asema katika kujibu suala hili tutaanza wapi, yafaa tusimame mbele ya maswali mangapi? Matano. Yani hii ni min aina nabda wa kaifa nabda, yatuzalia maswala mangapi? Matano. Kwanza, kuna mitazamo gani kuhusu safari hii? Kwa lugha nyingine, kama vile fiqhi ina madhahabi, kama vile itikadi ziko na nini? Na madhahabi. Kama vile siasa pia kuna madhahabi katika siasa. Madhahabi mwaelewa maana? Yani kuna mifumo ya kifikra tofauti. Kuna watu wanaoamini komunisti, kuna watu wanaoamini demokrasi, kuna mifumo. Hii madhahabi msione kwenye fiqhi tu, na kwenye akhlaqi pia kuna madhahabi. Nikinena madhahabi na maanisha nini? Si maana ya kimizozo wala ya kuteta. Neno madhahabi kwetu lina maana hiyo, likitayo madhahabi yani zita. Madhahabi kwa maana kuna mitazamo tofauti ya wanazuoni katika kukusafirisha safari hii. Usafiri vipi? Swala la kwanza hilo. Ni yapi hayo madhahabi, au ni ipi hiyo mitazamo ya safari hizi za kimaadili? Suala la kwanza. Suala la pili, je, tukisha kutagua madhahabi, mimi nataka kuanza safari ya kimaadili, nitafuata mrengo gani? Madhahabi yangu ni haya, sawa jamanini? Suala la pili la kufuatilia, je, ni mambo ya hitaji mwalimu na kiongozi ama ni mambo waweza kuyafanya mwenyewe? Wao wanamuita murshid. Simaona leo ukisoma, sijui upande wa primary jana wetu tumewatayarisha kiasi gani, lakini mara nyingi katika level za juu, ukiingia skuli wewe waweza kusomeshwa na karibu watu 20 kuanzia form 1 mpaka form 4, au pengine hata zaidi ya 20. Wale utawaita walimu. Lakini katika elimu
sijui upande wa sekula sana, lakini sisi wetu katika upande wa kihauza huwa mbali na walimu wanaokusomesha, katika safari yako utamtagua mmoja umfanye ni murshid. Umfanye ni nani? Ni murshid. Yule atakuwa kama mlezi wako katika safari ile ya elimu. Yeye aweza kuwa hata kusomesha, au yeye aweza kuwa hukusomesha somo moja katika masomo 20, lakini yeye ndio anakuambia haya, sasa inua guu, kitabu hiki sicho, soma kitabu hiki, mwalimu huyu sivyo, ama staili hii sio, ama research usiifanye sampuli hii. Huyu huitwa murshid. Na ukitaka kusoma zisomeke, ni lazima uwe na mtu huyu, na ndio utaona wakati wa zile research, sawa ni katika level ya diploma ama degree ama zaidi, utapewa nani? Supervisor anaitwa. Ule supervisor haji kukufanyia yeye, wafanya wewe mwenyewe, lakini kwamba ile safari ni mgeni na wewe ya research, pamoja na kabla ya kupewa ile research ushasomeshwa theory, principles za research, methodology za nini za research, umetiliwa unit kadhaa. Haitoshi theory peke yake kukufanya wewe uwe mwandishi. Utapewa topic na utapewa supervisor, na yule supervisor atakuwa yuwakufuata kama kumfuata kijana ifundisha kutembea. Humshiki, utamwata atembee, lakini utamwekea mkono huku na huku. Akitaka kuanguka utafanya nini? Utamzivilia asianguke. Ile ndio irshad. Sasa na katika safari hii ya maadili, baada ya kwamba ushatagua madhahabi na mfumo wako, je, wahitaji murshid ama waweza kuifanyia mwenyewe tu? Kwa maana nyingine, ama kila mtu aweza kuwa shekhe? Suala la pili. Suala la tatu, asema Sheikh Makarim Shirazi, baada ya kwamba ushatagua mtazamo na umeamua kufuata ustadhi ama murshid ama kutembea peke yako, je, mazingira yana mchango gani? Nataka mjue jamanini, Uislamu wetu ni tajiri tumeuata. Leo hizi ni nadharia za zungumzwa leo na tukionyeshwa kama ambao ni mpya. Kwa mfano leo katika hizi rehabilitation, yule muathiriwa akisha kuingia kwenye ile uitwaje ile process kama ya miezi mitatu, katika nyasia wanazokuambia ili asirudi alipotoka lazima abadilishe environment, sio? Wa ila akirudi marafiki wale wale, maskani ni ile ile, nyendo zile zile, possibility ya kurudi pale alipotoka ni kubwa zaidi. Si kwamba ni lazima atarudi, aweza akarudi asirudi, lakini possibility ya kurudi alipotoka ni karibu 90%. Sasa mmoja watahusia wale wataalamu kule, wakisha kumfanyia ile, wamekupa mwenyewe kama family au kama wazazi au kama ndugu au kama jamii, bwana hakikishani huyu mumemuhamisha, mumemtengenezea mazingira mengine. Sasa ndo swala hili analouliza Sheikh Makarim Shirazi, katika kubadilika kimaadili, mbali na kuwa na mfumo na mwalimu anayekuongoza ule guidance, je, kuna mchango gani wa mazingira? Mazingira yaliyokuzunguka ya karibu na mapana zaidi. Kisha aendelea, mbali na mazingira, je, katika safari yetu ya mageuzi ya kimaadili namba 4, kuna mambo fulani yasaidia? Kwa lugha yetu ya Kiswahili, kuna mashikizo mbali na ule mwalimu, mbali na maamuzi yako, mbali na mazingira,
kuna zitu za kutilia zikasaidia ima kukuongezea nguvu ama kukumaliza, ima yani zikaingia kwa uzuri ama zikaingia kwa uovu. Ziko zitu kama hizi. Mathalan, kuna dua fulani za kusoma ambazo za kusaidia katika kubadilika kimaadili. Kuna nyiradi fulani ambao pengine mtu katika safari hii akiambiwa, ukishikilia dua hii, ukishikilia nyiradi hizi, ukishikilia ibada hizi za sunna, zachangia katika kukubadilisha kimaadili. Ziko, na kama ziko ni zipi? Na kama ni zipi, ni kwa yoyote ama kila mtu ana zake? Yani mathalan, inategemea kila mtu kwa madhambi yake, inategemea kila mtu kwa weakness yake. Si kila dua, si kila dhikri yamfaa yoyote kwa lolote. Ni kama dawa, si kila dawa yamfaa yoyote kwa maradhi yoyote, bali kuna dawa zingine za wadhuru wengine kwa maradhi yao, hawafai kuzitumia. Ndio utaona leo hospitali ukienda, daktari kitu cha kwanza atakupima pressure, atakuuliza wewe una alsa, wewe una sukari, wewe una allergy yoyote. Kuna wengine hawana pressure, wana sukari, wana allergy tu. Kuna dawa fulani wakila huwa dhuru. Unaweza kumwona mtu mara ameanza kupasuka midomo, ameanza kutoka ngozi kwenye mikono, wana allergy fulani. Kuna wengine wakipigwa sindano fulani upotea na fahamu, pote leo wanafahamu sindano tu fulani ya dawa. Sasa je, ziko zitu kama hizi pia katika mfumo wa nini wa kimaadili? Mwisho, zikisha kupatikana hizi zote, vipi tutatengeneza mazingira tahara ambayo yaweza kuwasaidia wanaotaka kukua katika maadili waweze kukua, kama tunavyoandalia mazingira ya ardhi wakati tunapotaka makulima yatoke vizuri? Nafikiri manielewa. Sasa zitu kama hizi ndio nataka nijaribu kuzijibu polepole, na najua kuna baadhi ya mambo yatakuwa yametatiza, lakini tukianza kuingia kwa details kila kimoja mtakuja kuona. Leo nitaanza na suala la kwanza peke yake, kama pia nitaweza kulimaliza. Kwa mujibu, najua kutakuwa na utata katika mambo haya, lakini kwa mujibu wa Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi asema kimsingi kuna madhhabi matatu kuhusu suala la kwanza. Kuna mitazamo mitatu katika kujibu suala vipi na wapi tutaanza, na yote mitazamo hii mitatu yarudi kwenye Qur'ani na Sunna. Mtazamo wa kwanza ameuita nadhariyatul jihadil akbar, au taweza kuita madhhabul jihadil akbar. Makumbuka kuna hadithi masahaba walikwenda zitani, sikumbuki zile zita zenyewe jina lake ni Mu'ta nafikiri, sijui ni kadhaa, lakini zilikuwa zita za dharubu. Walirudi walouawa wameuawa, walojuruhiwa wamejuruhiwa, tabani yani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuwalaki Madina, kuwapokea warudi, akawa ana maneno yake maarufu, anena marhaban, marhaban kongoni yani, marhaban biqaumin qadau aljihad alasghar wa baqiya alayhim aljihad au jihadul akbar. Kongoni kwa watu ambao wamemaliza jihadi toto na sasa wamebakisha jihadi kubwa. Watu wote wakapigwa na mshangao, huku tutoka hapo kundarandara tabani, walouawa walojuruhiwa, na mtumi bado hutuambia hii ni jihadi toto, bado kubwa.
ya kubwa tuenda kuua wasute. Wakamuuliza, ya Rasulullah, wamal jihadul akbar, ni ipi hiyo jihadi kubwa? Akawaambia ni jihadun nafs, ni mtu kupigana na nafsi yake. Katika hadithi nyingine amepokewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, afdhalul jihadi man jahada nafsahu allati baina jambayhi, jihadi bora ni jihadi ya mtu anayepigana na nafsi yake iliyoko katikati ya mbavu zake mbili. Sasa hawa huamkuliwa mrengo wa jihadi. Jihadi gani? Jihadi ya nafsi. Kivipi? Ukiwauliza tuanze wapi na vipi, wakwambia zita za kimaadili za anza kwenye wewe kupambana na nini? Na nafsi yako. Sawa jamanini? Hawa concentration yao yote iko wapi? Tatizo kubwa liko ndani yetu. Huku ndani kuna kitu huitwa nini? Nafsi, ambao ndio matimbuko ya zitu zingi ziovu. Nafsi ndio inaoleta hawa ya shahawati. Nafsi ndio inaoleta tamaa ya mali. Nafsi ndio inaoleta tamaa ya ukubwa na kutaka kuyulikana na uroho na kila mwisho. Nafsi ndio inakufanya upende dunia na mali. Nafsi endelea. Sasa utakuja kuziona zile tabia mbovu zote zilioko huku nde ya dunia, kwa mtu ama kwa watu, chanzo chake zimetoka wapi? Kwenye mambo haya, ima kupenda raha, kupenda ukubwa, kupenda mali, ndio zinaleta kudhulumiana, kupigana, kusukumana, kuhusudiana, kutopendana. Zote hizo ukizikusanya, tabia mbovu, ubakhili, zarudi kwenye nini? Hizi chembe chembe zilioko ndani ya nafsi. Sasa nyoka upijwa wapi? Kwa Swahili kuambia nyoka upijwa kitwani. Kwa hivyo tukitaka kuanza kupambana na tabia mbovu, ni turudi kuipiga kwenye kitwa chake. Kitwa kiko wapi? Kwenye nafsi. Na inshallah nitakuja kuwaelezea pia. Tukisha kukubali madhahabi ni haya, bado hujatueleza hiyo nafsi tupigane nayo vipi? Sasa pia hapa kuna rai. Ndio kuna wale wengine kwambia jifundishe kuishi kwa shida, utese mwili wako. Kila ukiutesa mwili, wajua mahusiano baina ya mwili na nafsi ni mahusiano aksi. Wajua aksi ni kikipanda hiki ushuka, hiki kikipanda hiki, haziwezi kupanda zote ziwili. Kila ukiwa na raha mwili, kila ukiwa na afya, nafsi hunenepa kutaka nini? Maovu. Lakini kila ukiuchokesha mwili, kila ukiupa shida mwili, nafsi hufanya nini? Hushuka katika kutaka nini yake. Ndio utakuta hapa kukaja nadharia za kisufi zile zisonena usishibe sana, usile zitu zizuri. Moja katika tabia ya mwanadamu kupenda kuyulikana. Utakuta wakaja na kile kitu huitwa uzla, hama, toka kwenye sehemu watu wakuyuwao, nenda kwenye sehemu watu hawakuyui. Ishi katika kijiji huyulikani, utakosa ile kuambiwa saa zote, kubusiwa mkono, kuambiwa ustadhi, zile uzidi kufanya unenepe. Sijui mmenielewa jamani? Kwa hivyo ninachotaka mimi, sitaki kuingia kwenye detail sasa hivi. Hawa huitwa madhhabul jihadi al-akbar, ni madhahabi ya jihadi kubwa. Jihadi kubwa ni nini? Ni kila mtu akitaka kuanza safari hii uanze kupambana na nafsi yako. Na ina aya tele hii katika Qur'ani, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Na ina hadithi tungu mzima, na ni katika misingi muhimu. Mbali na implementation ya mtu itakuwaje, hayo masala mbali, lakini kwenye mapambano ya kupambana na nafsi,
bali kuna hadithi zimekuja kuzungumza majeshi. Huku ndani kuna majeshi, zita, kama hizi zita zipijanwa onde. Kuna junudu la aqli, kuna na junudu nafsi. Huku ndani yako kuna jeshi la akili. Akili ndo anaoongoza kheri, anaoongoza maadili mema. Kuna na jeshi la nini, la hawa na nafsi, ambao laongoza uovu. Na mpiganaji bora ni ule aloshinda zita zake za ndani, akaweza kuhakikisha hakutawaliwa na nafsi yake. Na baadhi ya ibada, kama si zote tunazozifanya, moja katika malengo yake ni kukuzowezesha kupambana na nafsi yako. Kama saumu leo hii, saumu katika zita za kuiambia nafsi no. Leo utaona sasa yao kiu ikushishie, ndai kushishie, utamani zitu zingi, mpaka kwa ukiambiwa tonga sasa hivi utalitamani, kunazi utazitamani, na pengine siku za kawaida waweza kuzipita hata uzipendi. Sasa katika kuifinya nafsi, kuinyima mara nyingine, na ndio mwenye Burda akasema, wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Kisha naye fahadhir wahadhir an tuwalliha inna hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Asema hii nafsi kama kijana kitoto, ukimwatia bubu, mama akimwatia titi kijana kitoto, atasonda mpaka siku ya miaka 20. Tuweza kwa tukezee naye barazani, kwa jamani yao mara moja kala waenda kupewa titi, mpaka ufanye nini? Umwatishe. Na nafsi kwa kupenda haya mambo ya raha, ukiifuata haishibi shekhe, bala usinene kwamba wajua mimi nikishakupata hapa basi taki tena kitu. Utasikia jamaa kwambia mimi nikishakupata kazi ustadhi, umepata kazi, unajua upate kujenga nyumba yangu, kupata nyumba yangu, akisema wallahi pate na kijumba kingine cha kukodisha, kwa sababu lao umekuwa mtu mzima, kitakuwa na nini. Utaona kila ukipata nafsi hukuplasia kingine. Wajua sasa mmekuwa na vijana 4 5, hii nyumba moja kiwatia haitawatosha, angalau mpate nyumba 4 5. Hivi ndivyo nafsi iko. Sasa paka mara nyingine uikataze. Hayo ni madhhabi ya kwanza. Madhhabi ya pili, taban haya yametukua mrengo wa zita. Madhhabi haya strategy yake ni strategy ya nini? Ya zita. Kwa hivyo mbinu zote zinazotumika kwenye zita zataka zitumike hapa, tofauti zita za kimaterial na zita za kinini, za kinafsi. Madhhabi ya pili yamekuja na strategy ya medicine, yanaitwa nadhariyatu at-tibbi ruhani au madhhabu at-tibbi ruhani. Hawa wafuata mrengo wa kimatibabu, na pia ina aya na pia ina hadithi tungu mzima. Kivipi? Hawa wasema ruhu ya mwanadamu ndio chanzo cha tabia mzuri na tabia mbovu, ni ruhu. Na hii ruhu ya mwanadamu ni kama mwili. Kivipi? Unaweza kuwa mzima na unaweza kushikwa na ugonjwa, sio? Huu mwili wetu si upatikana na maradhi, na waweza kuwa mzima, na ruhu pia yaweza kupatikana na maradhi na yaweza kuwa mzima. Na maradhi ya kimwili kuna mifumo miwili ya kupambana nayo. Kuna mfumo wa kinga, kuna na mfumo wa nini? Wa tiba. Na wao madaktari hukwambia kinga ni bora kuliko tiba. Kinga yamaanisha nini? Kujilinda na zitu zenye kukusababisha kuwa na nini? Na maradhi. Ima usile zitu fulani, usitumie zitu fulani,
ama ufanye mambo fulani. Kama leo madaktari kwambia, kama juzi tukiambiwa mambo ya maradhi ya sukari ya nini, watu wataka wafanye mazoezi, watu wasikubali kuwa na uzito wa mwili, usikubali kuwa na mafuta mengi mwilini. Yale yote ni katika kinga ili kuweka mwili salama usipatikane na maradhi. Na pindi ukipatikana na maradhi pia kuna mfumo wa nini? Wa kutibu. Kuna madawa, kuna sindano, na ikishindikana mpaka utakwenda kwenye nini? Waliyadhu billahi, Mwenyezi Mungu atulinde, atupe afya, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa. Ikishindikana utakwenda kwenye operation. Waliyadhu billahi, ikishindikana kiungo kitafanywa nini? Kitakatwa. Wasema na hivyo hivyo ruhu ya mwanadamu ina mifumo miwili katika kuitibu isipatikane na ima tuikinge, kujitenga na mambo ambayo yaweza kutusababisha kuingia kwenye madhambi. Kwa mfano, kama huku kwenye mwili umeambiwa usikene, kusitangamanwe ovyo wanaume na wanawake. Hijabu yamaanisha nini? Watu kwambia taka kunyima uhuru, kwa sababu wewe ushatengeneza environment, wakati wowote virusi vya maradhi waweza kufanya nini? Penyeza. Angalia ile aya unena hiye ile ombea wanawake wasiregeze sauti zao wakizungumza, wala yakhdha'na. Mbele uendelee. Sikiza hiyo aya, wala wasiregeze sauti wakizungumza na watu. Kwa nini? Fayatma alladhi nani fi marad. Angalia Mwenyezi Mungu yuwaita maradhi ya kinafsi. Maradhi ya kinafsi nini? Ikisikia sauti ya kulainika mambo hubadilika. Sasa ndio wanazuoni wanena sauti ya mwanamke si tupu. Manake kuna mjadala sasa hivi, mwanamke aweza kuhutubu mbele za watu, mwanamke aweza kuzungumza na watu ajnabii. Naam, aweza kuzungumza, lakini azungumze kama mwanadamu, asizungumze kama mwanamke. Sijui mmenielewa? Wajua hata wewe mwanamume kuna wakati huzungumza kama mwanadamu na kuna wakati huzungumza kama mwanamume. Tofauti. Na ukitaka kumuona mwanamume wakati azungumza kama mwanamume si kama mwanadamu, muangalie uko kipembeni, ushie simu huzungumza na mpenzi wake. Muangalie ile shingo na naloivunda. Pale atanena, halo, vipi, mambo? Hakuna, vipi bwana? Mambo na sio? Sasa pale huzungumzi kama mwanadamu, wazungumza kama nani? Kama mume mbele ya mwanamke. Na mwanamke pia kuna wakati atazungumza mbele ya watu kama mwanadamu, azungumze tu namna gani salama, lakini asiregeze midomo, asipindre midomo, wala asipaishe mato. Kama hizi leo tumezotiliwa kwenye TikTok. Kuna mwanamke huzungumza huuma midomo kama ala mabuyu, Sasa pale ndio haramu. Lakini mwanamke akia na hijabu yake amekuya kupresent, aeleza mambo, aeleza sijui kadhaa, pengine yeye ni mtaalamu, pengine azungumza kawaida bila ya kuvunda ziungo, bila ya kuvunda mato, si haramu, si tupu. Ikiwa kuna baadhi mujarradi wa kusikia tu sauti ya mwanamke hubabaika, hoyo ana maradhi yeye, sisi hao ni wale ambao hawawezi kutuwekea sharia. Hatuwezi kuweka sharia kwa 1%, sio? Hoyo ni wale akiona leso tu kwisha. Sasa matatizo hoyo, sio? Ala kulli hali, Sasa hawa mfumo wao na madhahabi yao wasema kuamiliana na nafsi ya mwanadamu lazima tuamiliane nini? Kitiba. Ima katika kuikinga ama katika kuitibu. Na wana dalili tele kwenye Qur'ani. Mathalan, Sheikh Makarim Shirazi asema
kuna aya karibu mara 20 Mwenyezi Mungu ameyaita madhambi kwa jina la maradhi. Fi qulubihim fazadahumullahu maradha. Kisha hakutosheka, amerudi ameyataya baadhi, kama vile kwenye mwili tuna malaria, tuna sukari, tuna sijui alsa, tuna presha, sio? Na katika maradhi ya nafsi pia kuna maina ya maradhi yametajwa, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu aliniafikia mwaka jana nimezungumza karibu lecture 16 kwa unwani ziko kwenye YouTube mkezisearch. Nimezungumza maradhi ya nyoyo. Nyoyo si kwa maana maradhi ya moyo haya ya hospitali, maradhi haya ya kinafsi, maradhi ya ghafla, maradhi ya rain, bal rana ala qulubihim, sio maradhi ya khatama Allahu ala qulubihim, maradhi ya zayg fi qulubihim falamma zaghu azaghahumullah. Na ndio ile dua tunene nao, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kwa hivyo kuna maradhi karibu 20 yamezungumzwa kwenye Qur'ani, na yamezungumzwa sababu zake, athari zake, tiba yake. Na waomba, sitaki niingie tena, tutakuwa darasa pia, ziko lecture, zirudieni kwenye search tu maradhi ya nyoyo. Lecture nyingi zataka siku kadhaa mketi muzisikize. Mbali na hivyo pia imekuja Qur'ani kuzungumza qalbun salim. Nini maana qalbun salim? Mara kadhaa, illa man atallaha biqalbin, maana ya salama moya ni afya na uzima, moyo wenye uzima, wenye na afya. Na mwisho katika Nahjil Balagha, Imam Ali anapomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumweleza kazi yake katika jamii, alikuja akamfananisha na daktari. Hata niwasomee hii hadithi, iko katika Nahjul Balagha. Tena daktari gani? Si daktari wa kuketi ofisini, ni daktari wa kuzunguka, wa kuzengea wagonjwa. Yani uve mkoba wake, utukuzie zipimo na madawa, hubisha nyumba baada ya nyumba, kuna mgonjwa huku ni mtibu. Ndio Imam Ali asema katika kumsifu, anena tabibun dawar. Tabibun dawar, dawar min dara, yani huzunguka. Mobile leo huitwa, sio le mobile, kuna mobile hospital, kuna na mobile nini doctors, kwa misamiati ya kioo tunaweza kunena hivyo, tabibun dawar. Kisha sema bitibbihi qad ahkama marahimahu wa ahma mawasimahu yadau dhalika haythu alhajatu ilayhi min qulubin umyin wa adhanin summin wa alsinatin bukmin mutatabi'un bidawaihi mawadhi alghaflati wa mawadhi alhira. Asema tena amepaki dawa zake marhamu. Simwajua zamani tukiamkuwa marhamu yale ikitengenezwa tukipaka, marahimu ni zile dawa za kienyeji za kutengeneza. Ameshatengeneza dawa zake, hii ya kitwa, hii ya nini, uzipaki kwenye mkoba wake, na akitoka huzengea kila penye haja pa matibabu apeke. Kiwa kuna moyo umekuwa tongo, kuna masikio yamekuwa duko, kuna ndimi zimekuwa bubwi, hayo maradhi hayazungumzao, ili apate kuondosha maradhi hayo, na akifuatilia mawadhi'ul ghafla wa mawatinul hira. Kwa hivyo ndugu zangu, nifupishe, mfumo huu na madhahabi haya ni mfumo wa kimatibabu, na ni mfumo wa kutaka wewe katika kuamiliana na nafsi yako na kimaadili uende nayo kama unavoulinda mwili wako, na mara nyingine kuupiga kwa vitamini. Na wakati waweza kuiona tu niko wiki, sijashikwa na maradhi, lakini kumbe una upungufu wa vitamini fulani, sijui vitamin D, sijui vitamin C nini, ukaenda ukazengea zakula ukala ukatia nguvu, kwa sababu madaktari wakwambia hizi ile immunity ya mwanadamu, kila vitamin zako zikiwa sawa, immunity yako huwa na nini,
na nguvu katika kupambana na maradhi. Na kila vitamini zikishuka chini, utaona mara nyingi kila siku shikwa na maradhi, na pengine ukienda ukipimwa wewe huna shida, ni upungufu wa vitamini tu. Na kwenye zita za ruhu pia kuna vitamini. Kuna mara nyingine mpaka uende ukachaji. Kuna mara nyingine sharti uende ukafanya ibada fulani zikurudishie nini? Nguvu ya kinafsi katika kujilinda. Na inshallah tutakuja kueleza mambo haya. Haya madhhabi ya pili, na wakati umenimalizikia, nitasimama hapa inshallah. Kesho Mungu akitupa uhai na uzima, nitamaliza madhhabi ya tatu na tuendelee. Hii mada itatuchukua siku 3-4 kwa sababu ndio turning point sasa hivi ya kuingia katika namna ya kuamiliana na akhlaqi za Kiislamu. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin.